Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa nafasi. Kama ilivyotambulishwa awali, naitwa Emmanuel Majule, ni afisa uhusiano TRA Kilimanjaro. Niko hapa kuleta utambulizi juu ya mada ya mfumo mpya wa IDRAS. Tunakumbuka kwamba tarehe 9 mwezi wa pili ni rasmi basi mfumo ulianza rasmi, kwa maana ya kwamba ile mifumo ambayo tulikuwa tunatumia zamani, information zote, data zote zilikuwa migrated, zikahamia sasa kwenye huu mfumo. Sasa naamini kila mmoja tumeshasikia kuhusu IDRAS, lakini kwa wengine ambao hawajapata kufahamu vizuri, niko hapa sasa kuelezea huu mfumo ni mfumo gani. IDRAS ni kifupi cha Integrated Domestic Revenue Administrative System. Kwa Kiswahili tunasema mfumo jumuishi wa usimamizi wa kodi za ndani, lakini tunasema tini moja, mfumo mmoja, jukwaa moja. Tini moja, mfumo mmoja, jukwaa moja, kwa maana ya kwamba wadau wetu wote ambao watatumia mfumo, maana yake tunaamini utatumia tini yako moja kuingia na utaweza kupata taarifa zote. Sasa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, kwa nini imekuja na huu mfumo? Huu mfumo ni mfumo wa kidijitali zaidi. Tunaamini dunia sasa hivi kila siku teknolojia inabadilika. Sasa ni wakati sahihi sasa imekuja na huu mfumo kwa lengo la kwanza ni kurahisisha kazi zetu. Huu mfumo ni kwa sababu ya teknolojia zaidi, ni mfumo ambao umekuja kuturahisishia kazi zetu. Unaweza ukapata huduma zote za TRA popote pale, ukitumia simu yako, ukitumia laptop, ukishaunganisha kwenye internet, basi inakuwa ni rahisi kwa wewe kupata huduma zozote. Lakini pia ni mfumo ambao unapatikana masaa 24, nikiwa na maana kwamba muda wote unaweza ukapata huduma zozote zinazohusiana na TRA, kufanya maombi, kila kitu ambacho kinahusiana na TRA. Kwa hiyo unaweza ukaona ni jinsi gani mfumo ulivyokuwa rahisi. Zamani tulikuwa tunakimbizana na muda wa ofisi za TRA kufungwa. Ofisi zinafungwa saa 11, unakimbia. Lakini kwa sasa hivi kumbe unaweza kufanya haya mambo, unaweza kupata huduma zote ukiwa katika eneo lako la kazi. Ule muda unaotumia kufika TRA, basi umeokoa muda wako, unaweza kufanya na kupata huduma zote kupitia chini yako. Ukishaingiza kwenye mfumo, basi huduma unazipata kwa urahisi zaidi. Lakini ikumbuke kuwa kulikuwa na changamoto kidogo kwamba mashine za utoaji wa risiti EFD wanalalamika ni gharama, lakini pia gharama katika matengenezo. Sasa mfumo umekuja na sehemu ambayo unaweza ukatoa mashine ya risiti electronic bila kununua mashine nyingine. Kwa hiyo unaweza kuona mfumo ulivyo rahisi. Wenzangu wanapita kuelezea jinsi gani sasa unaweza kutoa risiti kwa haraka na kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo ni mfumo ambao umekuja na maboresho makubwa sana, mfumo ambao utafurahishia kazi zetu. Data zetu, akaunti zetu zimekuwa salama zaidi, lakini pia hata makadirio ambayo watafanyiwa walipa kodi pamoja na wadau wetu wote, basi yatakuwa ni makadirio ambayo ni sahihi. Sasa tunapoelekea
Huu mfumo utaenda kuunganishwa na taasisi zaidi ya 300 huko mbele. Lengo kubwa ni kupunguza urasimu, lakini pia tunafahamu wote tunatamani, sisi ambao tunalipa kodi tunatamani tuone kila mmoja kwa mujibu wa sheria awajibike pia kulipa kodi. Sasa utaenda kuwafikia pia na wale ambao wanakwepa kodi, tunaweza tukapata taarifa zao kwa urahisi zaidi, kutokana na kwamba tayari mfumo utakuwa umeunganishwa na hizo taasisi ambazo nimetoka kuzitaja. Lakini pia maboresho mengine makubwa ni uthibitishaji wa nyaraka halali. Ni mfumo ambao kama nilivyotoka kuongelea hapo mwanzoni kwamba tumetoka kwenye matumizi sasa ya makaratasi mengi, tumeamua kuingia kwenye teknolojia zaidi. Sasa document yoyote, nyaraka yoyote ambayo utakuwa unaitoa kutoka kwenye mfumo itakuwa ina QR code. Hiyo QR code unaweza ukajua kwamba hii nyaraka ni halali au sio halali. Kwa hiyo mfumo umekuja na kitu kizuri kipya ambacho unaweza ukapata nyaraka zote. Sasa hivi nyaraka yote utakayoipata utaweza kuithibitisha kwa kuskani, kujua kwamba hii nyaraka ni kweli ni halali au sio halali. Kwa hiyo mabadiliko kama haya tuwe tayari kuyapokea, kwa sababu sisi kama wahasibu ni mfumo ambao umekuja kuturahisishia sana namna ya ulipaji wa kodi. Lakini pia mfumo umekuja na kipengele cha jukwaa la kubadilisha maarifa na mawasiliano. Kwenye mfumo leo hii utaandika barua uje nao physical TRA, badala yake kuna kipengele ambacho utaingia utakuja kuelekezwa. Una uwezo wa kutuma maombi pale pale, baada ya kutuma basi utajibiwa kwa wakati. Lakini pia kwetu sisi watumishi, mnapokuwa mnaleta maombi kwenye mfumo, sisi pia itatufanya tuwajibike vizuri. Kwa sababu gani? Kuna maombi ambayo yatakuwa yanaletwa, ikitokea mtumishi ameletewa ombi na mlipa kodi akachelewesha, basi taarifa inaenda moja kwa moja kwa inchaji wangu kwamba nimechelewesha taarifa ya mlipa kodi. Kwa hiyo imetufanya na sisi tuwe active katika kufanya kazi, imetufanya na sisi tuwajibike, tujibu kama ni barua kwa wakati, kama ni maombi tuyashughulikie kwa wakati. Kwa hiyo ni mfumo ambao kiukweli utaturahisishia sana kazi zetu. Sasa kwa wale ambao bado tunaendelea kujifunza, mfumo huu kuna kipengele cha support service, kwa maana ya kwamba kila sehemu ukitaka kujua, ukitaka kujifunza nafanyaje hapa, nataka kufaili vipi, kuna sehemu ya support service ambayo itakurahisishia wewe jinsi ya kufaili, unatakiwa ufanyeje. Kwa hiyo mwisho wa siku tutajikuta tumezoea vizuri mfumo, na kwa kufanya hivi ni jitihada ya kila mmoja kufanya practice. Leo tutatoa mafunzo hapa, lakini baada ya kuondoka pia tutatoa mawasiliano yetu. Kila mmoja tunatamani ajue kutumia mfumo vizuri, na hatimaye basi kazi zetu ziweze kwenda vizuri. Lakini mfumo pia umekuja na kitu kipya, utaweza kuwakumbusha walipa kodi wetu au wadau wetu pale inapofikia wakati sahihi wa kulipa kodi, zile due date, basi utaweza kupata moja kwa moja ujumbe kwamba ni wakati sasa umefika, siku moja kabla, ili uweze kujiandaa kulipa. Kwa hii sasa itaepusha adhabu na penalty ambazo zilikuwa zinatokea mara kwa mara, kwa sababu kila wakati utakuwa reminded kwamba ni wakati gani unadaiwa kufile return, ni wakati gani unatakiwa kulipa kodi zote zinahusiana na TRA. Tuwe tayari kupokea huu mfumo. Lakini pia kwa upande wa waajiriwa, wale ambao nafikiri kuna waajiriwa ambao wapo ambao tunakatwa pay as you earn, una uwezo kuingia akaunti yako. Baada ya kuingia kwenye akaunti yako
ni rahisi sana, unaweza ukapata pia baada yaani ile kodi yako ambayo itakuwa imekatwa, unaweza kuingia na ukapata nini, pay certificate, kwamba inathibitisha kwamba tayari wewe kodi yako imekatwa na imekuwa submitted. Kwa hiyo jamani, mabadiliko ya mfumo ni mwepesi sana, ni rahisi. Kikubwa tuwe makini tunapokuwa tukielekezwa. Leo tupo hapa kutoa ushirikiano kuhakikisha kila mmoja wetu basi anaelewa mfumo kwa ufasaha zaidi, ili tuweze kutekeleza majukumu yetu vizuri. Baada ya kusema hayo, mimi nawashukuru sana. Tutakapokuwa uwezeshaji wanapokuwa wanafundisha, basi wengine tutakuwepo kwa ajili ya kusaidiana kama kuna changamoto, ili kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri.